majina naitwa Ngwasi Damas Kamani, ni mbunge mwakilishi wa vijana taifa, lakini pia ni naibu waziri wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mimi bungeni hiki ni kipindi changu cha pili. Nimeingia bungeni mwaka 2020 na ndipo nilipopata nafasi ya kumfahamu kwa karibu Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama. Nakumbuka bunge la kwanza tu nilipoingia aliniita. Akaniambia, mwanangu, mimi kama ulivyoingia wewe ukiwa na umri mdogo, na mimi vivyo hivyo niliingia na umri mdogo. Lakini kuna watu waliniita, wakanifundisha, wakanielekeza, ndio maana unaona mpaka leo tuko hapa. Na mimi kuanzia sasa najitolea mimi nitakuwa mwalimu wako. Utake usitake nitakufundisha, nitakuelekeza, na kwa kweli amekuwa mlezi mzuri. Si kwangu peke yangu lakini kwa wabunge wengi. Wengi tulienda kuchukua miongozo, nasaha na ushauri kwake. Alikuwa ni mtu mwenye moyo wa upendo sana na alikuwa ni mchapakazi sana. Wakati wote hakupenda kabisa uzembe. Ni mtu ambaye alikuwa ni mama wa wengi, lakini mwalimu. Na kwa taarifa hii ambayo tumeipata, kwa kweli imekuwa ni mshtuko kwetu wengi. Na natambua wengi tumepoteza kiongozi mahiri, shupavu, lakini taifa pia limepoteza. Kwa sababu kwa kipindi chake cha miaka 25 bungeni, amehudumu katika sehemu mbalimbali ambako ameacha alama kubwa. Kwa hiyo mimi nitoe pole kwa wananchi wa jimbo la Peramiho, lakini nitoe pole kwa Watanzania wote ambao kwa namna moja au nyingine wote tulinufaika na huduma ya utumishi na uongozi wake. Na kikubwa ni kumuenzi kwa kufuata maelekezo yake, lakini upendo wake, kuendelea kusaidiana na kuchapa kazi katika majukumu yote tunayokabidhiwa. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kubwa zaidi ni pole kwa Watanzania wote kwa kupotea kwa dada yetu Jenista Mhagama. Mimi Jenista Mhagama nilikuwa naye tokea mwaka 2010 nilipoingia bungeni, wakati tukihuduma wote wa bunge wa backbencher, lakini tuna mambo mengi tulipita kwa pamoja. Nakumbuka mwaka 2012 Chama cha Mapinduzi kiliteua wabunge takriban 14 wa backbencher walikuwa na michango mikubwa kwa ajili ya kwenda kupata mafunzo China, ambapo mimi tulienda pamoja kipindi hicho, wote tulikuwa wabunge wa backbencher. Lakini nishukuru sana, nimefanya naye kazi kwa karibu wakati nikiwa katika cabinet kipindi chote, naye akiwa waziri katika nafasi mbalimbali. Tukio ambalo nakumbuka sana, matukio kadhaa. Kwanza nilipokuwa waziri wa TAMISEMI. Wakati nakumbuka watu walifariki kule Busia, Ukerewe. Yeye akiwa ofisi ya waziri mkuu. Ilikuwa unakuta maiti pale na yeye akiwa anashughulika na maafa. Ilikuwa ni kipindi kizito sana. Nakumbuka kipindi kile dadangu nikimwangalia macho yake alikuwa ni mekundu. Alifanya kazi kubwa sana akiwa kama waziri katika ofisi ya waziri mkuu. Na mimi kipindi kile nilikuwa kama waziri wa TAMISEMI. Nakumbuka tukio lile nikimkumbuka Kigoma Malima, nikimkumbuka Jenista Mhagama. Mimi nilifika pale ilikuwa ni tukio la kutisha, lakini unaona kwamba ushupavu katika uongozi. Na kitu kingine pili nakumbuka ajali ya Morogoro. Lori la mafuta lilipoungua pale watu wengi walipofariki. Halikadhalika kipindi hicho Jenista alikuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu. Unaona jinsi gani alikuwa akipambana kipindi kile. Kazi ilikuwa kubwa. Lakini kipindi kingine ni hivi karibuni nakumbuka maporomoko kule Hanang. Watu wengi walipokufa kule baada ya ile landslide ilipotokea katika mlima Hanang. Jenista akiwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu. Unamwona mama alivyokuwa mchapa kazi. Kipindi chote amekuwa ni mtu ambaye kwa kweli ni msikivu, humble, hana makuu, lakini mchapa kazi sana. Mimi kwa kweli katika watu ambao tulikuwa tunaitana. Mimi namwita dada mkubwa, anaita kaka. Ndio ilikuwa lugha yetu tunaitana hiyo kipindi chote. Kwa kweli jambo la kusikitisha kwangu mimi ni msiba mzito sana. Niseme msiba mzito sababu ni mtu ambaye nimekaa naye kwa karibu muda wote kipindi chote ambacho tulikuwa hapa bungeni. Na tukiwa katika nafasi kipindi kile, nafasi za waziri. Kwa hiyo niseme kwamba taifa limepoteza mtu mchapa kazi. Inawezekana binadamu mtu anavyokaishi watu wasizungumze ya kwake. Ndio maana waombe wa Tanzania watu wakifanya mema tuwataje, wakiwa hai wasikie wenyewe. Wakiwa hai wasikie wenyewe. Unakumbuka siku moja bungeni nilipokuwa ninawasilisha bajeti yangu nilipokuwa katika waziri wa TAMISEMI. Wakati nahitimisha hotuba yangu nilisema nataka nimshukuru mahususi Jenista Mhagama kama waziri chief whip ambaye alisaidia sana serikali. Nikasema hivyo baadaye nikamwambia nimesema hivyo sababu tunataka tuwataje watu
wakiwa hai pale wanapofanya makubwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi, nchi imepata msiba mkubwa, tuendelee kuwa na subira, lakini tuendelee kumwombea mwenzetu. Mimi naitwa Dr. Nikas Mawazo, ni meya wa manispaa ya Kibaha ambaye tulimhitaji hasa wakati huu, lakini Mwenyezi Mungu amependa apumzike kipindi hiki. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi hasa tuliowahi kufanya kazi naye tumeumia vya kutosha, tumeumia sana. Kwa hiyo lakini Mungu ndiye anapanga maisha ya mwanadamu yaweje. Lakini ni pole kwa Watanzania kwa kupotelewa na mtu mahiri, mtu aliyekuwa na weledi mkubwa na kiongozi aliyekuwa na ubobevu na ustamilivu mkubwa. Basi sema pole na tupeane pole wote wa Tanzania. Shaki Bandawe ni mratibu wa usimamizi wa ujenzi wa mji wa serikali, lakini na shughuli zote za serikali kuhamia Dodoma chini ya ofisi ya waziri mkuu. Nachukua nafasi hii kwa masikitiko makubwa kutoa pole nyingi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, familia ya marehemu pamoja na wapiga kura wote wa jimbo la Peramiho kwa msiba huu mkubwa ambao umemgusa kila mmoja. Kimsingi tuko katika majonzi makubwa, na wakati mwingine hupati nafasi ya kutafakari kwa kina, kujua hasa namna gani, kwa sababu ya mshtuko mkubwa wa kifo hiki cha ghafla. Lakini naomba tu nitoe pole nyingi kwa familia ya marehemu. Mimi binafsi ninapomtafakari marehemu Jenista Joakim Mhagama, ninamwangalia kwa picha pana ya uchapakazi, weledi wake katika kulitumikia taifa. Anayo historia kubwa na mchango mkubwa katika kulitumikia taifa, lakini upendo alionao, lakini pia unyenyekevu mkubwa wakati wa kutekeleza majukumu yake. Amekuwa mwalimu wa wengi na sisi tumejifunza mengi kupitia yeye. Mimi binafsi nakumbuka mwaka 2016 ndio aliniteua kuwa katibu wa kikosi kazi cha taifa cha kuratibu mpango wa serikali wa kuhamia Dodoma, na katika kipindi chote hicho toka mwaka 2016 tumeshirikiana kwa namna mbalimbali, akiwa waziri kwenye ofisi ya waziri mkuu, lakini pia akiwa nje ya wizara ya ofisi ya waziri mkuu, katika kuhakikisha mji wa Dodoma unakuwa unajengwa na kwa kuzingatia mpango kabambe uliopitishwa na serikali. Lakini hata unapoona usimamizi na ujenzi wa mji wa serikali, anao mchango mkubwa akiwa ofisi ya waziri mkuu na akiwa msimamizi mkubwa wa shughuli zote za serikali kuhamia Dodoma. Kwa hiyo binafsi nimejifunza mengi, na kwa kweli ninachukua nafasi hii kutafakari kwa namna ya kipekee na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu apumzike kwa amani. Lakini hata katika kifamilia, nakumbuka mwezi kama huu mwaka jana nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya harusi ya binti yake Viki. Kwa hiyo tulikuwa tukishirikiana katika hali zote, kwa maana ya kikazi katika majukumu ya kitaifa, lakini pia katika masuala ya kifamilia. Kwa hiyo nitoe pole nyingi na Mungu aipumzishe roho yake kwa amani. Jina naitwa Festo Richard Sanga, ni mbunge wa jimbo la Makete mkoa wa Njombe. Kwanza nianze kutoa pole kwa familia kwa msiba huu wa ghafla, msiba mkubwa, lakini pole kwa taifa, pole kwa wanaovuma, pole kwa watu wa Nyanda za Juu Kusini ambako tumekuwa tukitoka na Mheshimiwa Jenista Mhagama. Mimi nimefahamiana na Jenista Mhagama mwaka 2013 nilipoajiriwa na chama makao makuu kushughulikia bunge, ambapo yeye alikuwa ni mdobosi wangu wakati wanafanya kazi pale ofisi ya bunge, ofisi ya chama. Kwa hiyo nimefanya naye kazi katika mazingira ambayo kwa kweli ndio amenifanya nikatamani na kuwa mbunge. Kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye amenichorea ramani, amenionyesha misingi, lakini pili amenifundisha kuwa kiongozi. Lakini zaidi nimekuja kukutana naye tena bungeni mwaka 2020 niliposhinda, na ndiye amekuwa mentor wangu jinsi hata kuongea ndani ya bunge, jinsi ya kusoma kanuni, jinsi ya kuchambua na kufahamu mienendo ya serikali. Kwa hiki ambacho tumekipata ni msiba mkubwa, kwa sababu hii ni institution, hii ni taasisi
Jenista ilikuwa ni taasisi ya kumbukumbu kwa eneo la Bunge, kwa jinsi ambavyo amekuwa ni mtumishi muda mrefu wa wananchi, lakini pia mtumishi muda mrefu wa Bunge na serikali hii. Ni mtu ambaye kwa kweli kuondoka kwake pengo lake ni kubwa. Unapopungukiwa na watu wakubwa kama hawa kwenye nchi na mchango mkubwa, na kwa namna ambavyo kifo chake kimetokea, kimekuwa na mshtuko mkubwa sana. Kwa sisi vijana tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake. Wengi tunatamani kuwa kama Jenista Mhagama. Tutafikaje kule? Ni kwa kuendelea kumwenzi na kukumbuka yale ambayo ameyafanya, hususan jinsi ambavyo amekuwa akiwatumikia wanaperamio, lakini zaidi jinsi ambavyo ametumikia serikali kwa moyo, kwa uzalendo, lakini kwa ari kubwa, hadi dakika ya mwisho ambapo Jenista alisimama pale ndani akimwelezea Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba jinsi ambavyo amekuwa kwenye mchango mkubwa kwenye nchi. Aliongea bila kusoma, bila kufanya nini, ni kwamba anamfahamu na anafahamu watu wengi na viongozi wengi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tumeondokewa na kiongozi mkubwa na ni msiba mkubwa kwetu.